الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه معالم الهدى ومصابيح الدجى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نجههم واقتفى، وصلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، leo inshallah tunamalizia sura hii tukufu, sura ya Qaf. Aya za mwisho tunarejea kidogo 2-3 nyuma ili tupate kuunganisha na aya zilizobakia mpaka aya 45 inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Tumesema kwamba kitu muhimu sana katika da'wa hii, kazi aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'wa kazi adhim, inahitajia nasaha za Mola na الصبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمده وتسبيح وتحميد. Haya mambo ambayo ni silaha nzito sana za kukusaidia kuweza kupambana na waadui wote wa makafiri wasiotaka kufuata ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anahimiza katika masala ya sabr na ibada na kumdhukuru Mwenyezi Mungu, na dalili pia katika aya tunasoma ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu, itegemeeni sana sabra na itegemeeni sana salah. Ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Sabra, napata ma'iyatullah kwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. As-sabr was-salah inda shadaid, katika shida kubwa, ni shay adhim, vitu vile hivi muhimu sana. Halafu baadaye inafuata tawakkul na dua na raja na kubembeleza na qunut, kuomba sana na unyenyekevu na husnul dhann kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na nyinyi, atakuteteeni, ujue kwamba Mwenyezi Mungu atakutekelezea yale mnayotaka. Na kwa hivyo, na hizi dalili subhanallah bihamdi subhanallah alazim wasabbih bihamdi rabbika. Katika aya hizi kuna walosema kwamba hizi aya ni dalili ya sala 5 kama tulivyoeleza jana, na kuna walosema istighfar na tasbih zilizokuja katika hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiache duburi kulli salah, baada kila sala tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33,
Allahu akbar 33 muhimu sana. Na tasbih, maana tasbih asla al-ib'ad, ibadullah azza wa jalla an kulli naqsin wa afah wa aibun subhanahu wa ta'ala, kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila pungufu na kila kosa, kila udhaifu waliokuwa na viumbe vinginevyo Mwenyezi Mungu anamtakasa kabisa. Kwa hivyo subhanallah nzito sana, kwa sababu tunajifunza kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyohimiza hizi tasbih na tahmid. Subhanallah tamla al-mizan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inajaza mizani. Walhamdulillah tamlaani, inajaza vitu viwili, au ay tamla ma baina as-sama wal-ard, ujaza baina mbingu na ardhi, ujaza khair, ujaza thawab na ajr. Kwa hivyo hikma kubwa sana kwamba kujihimiza wasabbih bihamdi rabbika, tasbih na tahmid subhanallah na alhamdulillah. Kama ilivyokuja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kalimatani khafifatani ala lisan, maneno mawili mepesi sana ulimini, lakini thaqilatani fil mizan, mazito sana maneno hayo mawili katika mizani, sababu zake kubwa. Na isitoshe yote haya habibatani lirrahman, Mwenyezi Mungu anapenda sana maneno mawili haya, habibatani lirrahman, yenye kupendwa sana kwake mwingi wa rehema. Na yenyewe subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Halafu kwa wale ambao wanasema kwamba kweli hizi aya zinaelezea sala tano pamoja na aya tulizosoma nyingine, surat Isra na surat Taha na surat Rum, zote hizi dalili za kuonyesha kwamba nini sala tano za nyakati mbalimbali, pia na tasbih aqib kulli sala, duburi kulli sala, baada ya kusali tasbih na tahmid. Na hizi zinasaidia sana, na ukitizama hasa ilipokuwa nyakati zake ilipotaja kabla tulu'i shamsi wa kabla al-ghurub, nyakati mbili hizi kabla tulu'i shams unaongojea kwa ajili ya jua lipande kuondoka usiku kuingia mchana, wa kabla al-ghurub unangojea nini? Kuzama kwa jua ili nini? Kuingia kwa usiku. Ni nyakati mbili muhimu sana, nyakati za baraka hizi. Ayat kutoka kwa Mwenyezi Mungu, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari, ila ayat, ni sifa, ni ishara kubwa sana basi imani liulil albab, wale wenye akili wakaona umuhimu wa kuingia usiku kutoka mchana na kuingia mchana kutoka usiku. Ni ayat bas ashabu al-uqul alladhina yadhkuruna Allah tamzote yadhkuru Mwenyezi Mungu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wamesimama, wamekaa, wamelala, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, wakitafakar katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Rabbana, wanasema ni ma khalaqta hadha batila, hujaumba bure bure ovyo ovyo tu mambo haya, umeumba kwa hikma na ujuzi na ilmu na kudra na faida kubwa unajua kwa ajili ya binadamu na viumbe vyako wengine ambao wanavitaka vitu hivi. Wanasema Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak, hapo unamtakasa Mwenyezi Mungu. Haijaja bure katika hizi kwamba subiri umsabbih bihamdi rabbika, na time hizi mbili kama tulivyosema hikma fi qawli subhanallah bihamdi athna ash-shuruq wal ghurub, يتحول الليل إلى النهار والنهار إلى الليل. ni aya kubwa sana, dalili tastahiqu tasbih walhamd, nastahiqi subhanallah na walhamdulillah kwa wingi kabisa, na inawajibika dhikri. Na hapa wamesema baadhi ya ulama kwamba hizi nyakati mbili min khair min awqat kullaha, bora kuliko nyakati zote, time asubuhi na time za jioni. Kwa hivyo ndio kwa maana walivyosema kwamba hii ni sala baada salati al-maghrib qabla بعد الغروب أدبار السجود, بعد kusali المغرب kuleta raka mbili, kuleta subhanallah bihamdi. Hizo zote dalili adbar as-sujud wa idbar an-nujum, ni nyakati watusabbih wa tuhammid. Kama pia hadithi nyingine imekuja walokwenda kushtaki wale maskini wale malofa, Mtume sasa wanachoyo wenzao wanaleta tasbihi, wanaleta mambo chungu zima, mambo ya khair yote wanafanya, najua hivyo wana mapesa yao ya kuwapatia thawabu kwa kitita wanapata. Dhahaba ahli duthur bil ujur, wanakwenda wale wenye mali wanapata ujuru mwingi kwa Mwenyezi Mungu. Nahnu sisi hatuna kitu cha kutoa. Akaambia Mwenyezi Mungu aje kujalia ni vitu ambao mkatasadaka na nyie badala ya pesa.
akasema kullu tasbihatin sadaqa, tasbih yote sadaqa, wa kullu tahmidatin sadaqa, kullu takbirat sadaqa, wa tahlila subhanallah alhamdulillah, kullu sadaqa, zinakutumia thawabu. Wa amri bil ma'ruf, kuamrisha mema sadaqa, wa nahy anil munkari sadaqa, mambo mengi kataja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amejalia kwamba hata vitu hivi kwa wale watu mafukara na masakini hana vya kutoa pesa, wamewekewa vitu hivi ndio vya kuwachumia thawabu. Najua hivyo wanaona wenzao bado wao na wao wanafanya kama sisi na wana mali zao tena wanatoa. Kama dhalika fadlullah yutihi man yasha, hiyo fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa anayetaka. طيب ومن الليل فسبح وادبار السجود, hizi kwa hivyo dalili ya subhanallah bihamdi muhimu wake, au ikiwa kusudio ni sala subhana rabbil azim wa subhana rabbil ala asna as-salah na kusoma fatha alhamdulillah, tasbih wa tamhid zinakuwa included, zimo ndani yake. Kwa hivyo aya hizi subra, wasta'inu bis-sabri was-salah, mambo muhimu sana katika maisha ya binadamu. Awe nafikiria usiku kwa mchana kwamba tasbih na subra maa sala na ibadat na dhikri haya muhimu sana. نعم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Natumeelezea jana usikie na ukumbuke siku atakayonadi yule mnadi min makanin qarib, yawma yasma'una as-sayhata bil haqq, siku atasikia huyu munadi atapoita na Israfili anapiga bargumu, na kila mmoja atasikia ukelele huu bil haqqi, kwa haki. Ukelele wa haki huu utapigwa. Dhalika yaumul khuruj, dhalika yaumul khuruj, naam dhalika yaumul khuruj. Siku kutoka wapi? Yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Sadaqa Allah al-azim. Yakhrujuna min al-ajdathi, watatoka katika makaburi yao, ka'annahum jarad, kama kwamba wao ni nzige, muntashir, wamejaa wameenea kila pale. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'a, na aya nyingine hiyo, siku ambayo watatoka kutokana na makaburi yao huko na kwenda mabio, kaanahum ila nusbin yufidhun, kama kwamba wanakimbilia. Kuna waliosema wanakimbilia mifundo, kuna waliosema kwamba ila nusbi, maeneo ambayo wanapoabudu kwenye masanamu yao, wanapokimbilia kwenda kuabudu kwa haraka, basi watatoka siraa na macho yao yatakuwa yanatazama juu siku hiyo. Yawma yunadi munadi yawma yasma'una as-sayha, hapo watapokimbilia huko ardhi al-mahshar, ardhi iliyowekwa kwa ajili ya hisabu. Naam. Alafu نحن نسمعني إلى الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إن نحن حقيقة سيسي نحيي ونميت, hakika sisi ndio tunahuisha, wanumit na tunafisha, tunahuisha na tunafisha, wa ilaina almasir, na marejeo yatakuwa ni kwetu sisi. Fa idahum bisahira, busama naziat, shapigwa bien tatba'u radifa qulubu yawmaidhin wajifa absar wa khashi'a yaquluna aina lamarduduna fil hafira, tarejeshwa tena katika maisha kama mwanzo tena. Aidha kuna idhaman nakhira, tushakuwa mafupa yaliyoharibika looza. Fa inma hiya zajratun wahida, ukelele mmoja tu. Yasmauna sayha, ndio hii tena يوم يسمعون, inma hiya zajratun wahida, fa idha wahida yenyewe ndio ile zajra ya pili, sur ya pili, idha nufikha fi sur ya pili, na hiyo sayha ينادي المنادي, halafu yasmauna as-sayha bil haqq, hapo tena wanakifa idhahum fa inma hiya zajatu wahida, fa basi idha utaona hum wao bisahira, katika hiyo ardhi al-mahshar. Ardhi nini? Ardhi al-hashr, ardhi ya nini? Ya kukusanya watu, kama walivyosema wengi mufassirini kwamba ile sahira ni pale pengine, kwa sababu hakuna mwezi, hakuna jua, hakuna chote. Yauma tunaitia mkononi ardhi yote, wale natwi samaa katay sijil, tutakuja kunja kila kitu. Idha samaa shaqqat tabasuka, idha kawakib intasar, tapeperuka na kutawanyika, kila nyota nujumu zote intasarat,
zitangoka. Mkisoma sura 3 idha shamsu kuwirat, idha samaa fadhara, idha samaa shaqqat, sura 3 inakupa a complete picture ya nini, ya kiyama, siku tupotoizea mlipuko mkubwa. Idha zuziat al-ardu zilzalaha yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, siku hiyo tabadilishwa ardhi mlikuwa nayo itakuwa ghairi. Ndio sahira ardhi al-mahshar, ardhi al-kusanyo watu inda Allah, watapanda juu, watatoka min al-ajlathi ila rabbihim yansilun, watatoka wanakimbia siraan, mbio, na macho yao yanatazama juu, anasema. Naam, kwa hivyo hii siku ya absaruhum shaqisatun ila as-samaa, macho yao yatakuwa nini, yanatazama juu. Naam, siku tutapasuka ardhi, يوم تشقق الأرض. إن نحن نحيي الموتى، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. واش tumalize ai kabla jengia yawm, sisi ndio tunahuisha. Tumeleta binadamu kutoka hawana chochote, kulikuwa hakuna binadamu wala chochote, kutokana na udongo mchanga tumeumba binadamu, na binadamu akaendelea. Wacha binadamu, wanyama wengine yote, kila kitu unachokiona kilichoumbwa sisi ndio tukiumba, si wanyama, si wadudu, si miti, si chochote. Kila uhai uliokuwa katika ulimwengu huu, ikiwa katika ardhi, ikiwa chini ya ardhi, ikiwa katika bahari, ikiwa katika hewa, ikiwa katika sehemu nyingine katika mbingu, sehemu zote zile mabaina samaa wal ardh, hivi vyote sisi nuhi wa numit. Na kila kitu kilichopewa uhai kitaishia kufa mwisho. Kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaangamia, kitateketea, ila tabakia adhamatullah, tukufu wake Mwenyezi Mungu. Kullu man alaiha fan, yote vitaondoka, vitaisha. Naam, ikiwa binadamu tu, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Kwa hivyo nahnu nuhyi, tumeleta binadamu na wanyama wengine na viumbe vyote vile vyenye uhai, halafu wanumitu, na tunavifisha, tunavitakufa. Hizi nyota, hizi sayari mbalimbali ina umri wake, toka kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, vinatekechea, vinakuwa wajalna rujuma lishayatin ila akhir. Kwa hivyo hakuna kitu kitachobakia ila bas, wayabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram, ndio atakayebakia. Kwa hivyo inna nahnu nuhyi wa numit, na baada al-mamat nini, ilaina al-masir, wa ilaina al-masir, kurudi kwao kutakuwa kuja kwetu. Wa ilaina al-masir, ilaina al-maal wal rujuu, kwetu sisi watarudi. Kwa hivyo aya nufuatia, yawma tashaqqaqu al-ardu alayhim anhum, yawma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa, dhalika hashrun alayna yasir. يوم تشقق الانشقاق، معنى انشقاق nini? Manake kupasuka jambo, shaq inapoka haya maufa tunaona katika ukuta ni tashuquq, inaitwa nini, shuquq. Na يوم تشقق الارض, vipasuko, inaachana ardhi, inapasuka, na katika mitetemeko mikubwa inayotokezea. Kwa hivyo siku hiyo tashaqqaqu shiqaq mkubwa, zilzal kubwa itakotokezea. Yawma tashaqqaqu al-ardu, siku ambayo itakayopasukia, pasukia kujaina anhum, tashaqqaqu anhum, al-ardu yatashaqqaqu anhum, itakuwa pasukia, sio tupasukia basi, bali na wao wakiwepo huku ardhi inapasuka. Tazama hali ya inna zalzalata saati shay'un adhim. Hata unapoa picha saa katika sura al-Hajj aya mwanzo na pili, ya ayuha nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Mwenye kunyonyesha atamwacha, utamwona ng'ombe na kindama chake pale atamwacha, kila mnyama, kila binadamu atamwacha mtoto wake. Hatari siku hiyo. Yawma nini, الناس اتقوا ربكم من الزلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. atamwacha mbali anamnyonyesha. Kwa hivyo hakuna kitu kitakachobakia ila bas, wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ndio atakayebakia. Kwa hivyo inna nahnu nuhyi wa numit, na baada al-mamat ilaina al-masir, wa ilaina al-masir, kurudi kwao kutakuwa kuja kwetu. Wa ilaina al-masir, ilaina al-maal wal rujuu, kwetu sisi watarudi. Kwa hivyo
watadha kullu dhati hamlin hamlaha, na mwenye mimba ataitoa mimba yake. Kwa vipi? Ikiwa tampasukia ardhi atadondoka pahala, atakwenda mabio wote, ataitoa mimba yake. Ikiwa ng'ombe, ikiwa mbuzi, ikiwa nani, ikiwa binadamu. Watara nasa sukara, watu na yumba tu kama waliolewa. Wama hum bisukara, lakini adhab Allah shadid. Yawma tashaqqaqu al-ardu, hiyo sasa. Yawma tashaqqaqu al-ardu anhum, itawanini, itawapasukia hawa, utashtukia wenda siraan, wanakwenda mabio. Wenda wapi? Kumbe wa ilayna al-masir. Siraan dhalika hashrun, dhalika, mpasuko huo utajalia watu. Kwa nini? Kwa hawajui wanafanya nini isipokuwa nini? Wanaelekea mbio siraan katika ardhi al-hashr, al-mahshar, ardhi ya mkusanyiko. Dhalika hashrun, huo utakuwa nini? Ni mkusanyo. Hashrun alaina, kwetu sisi, yani ardhi inapasuka na walikuwa makaburini wanatoka. Idha zuziyat ardhi zilzala wa akhrajat al-ardu athqalaha, ikatoa mzigo wake wote. Binadamu waliokufa toka siku ya mwanzo wa binadamu kuanza kuzikwa, Habil na Kabil walivyomuua Habil ndugu yake, akaja kunguru akamuonesha kaifa iwari sawata akhi, namna gani amuonesha magani wa kumstiri kiwiliwili cha ndugu yake aliyemuua. Basi toka siku ile kiumbe cha mwanzo kuzikwa mpaka siku ya zilzal, walikuwa makaburini wote na walikuwa hai wakafa dakika ile wote siraan, mbio wanakwenda. Wadhalika hashrun, mkusanyiko huo, ila ardhi al-mahshar, wa idhahum bisail, au tashtuka ghafla mshabiha sail, ila rabbihim muhdharun, watahudhurishwa. Hapo dhalika hashrun alaina, kwetu sisi. Tena jambo lenye yasir, jepesi. Sahibu man yaqulu kun fayakun, kwa jambo hilo bila shaka itakuwa nini? Alaina yasir, jambo jepesi sana. Kwa hivyo hapa kauli hii itopasuka ardhi baada ya kupigwa, imeanza hapa nini? Imeanza yunadi munadi, halafu yasmauna as-sayha, halafu imeingia nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir, ili ujue kwamba hilo jambo nitakwambia ni kwamba nitakusanya kwangu mimi, kazi yangu kuhuisha na kufisha na kuwaleta wangu kwangu mimi, na destiny ya mtu, mwisho wake mtu, masiri yake, mwisho wake kutoka kwetu sisi, unakuja kwetu sisi mwisho. Tunaamua nini cha kwapo kwa mujibu wa amali zao viumbe. Kwa hivyo siku hiyo yauma wa ilaina al-masir, yauma, siku hiyo itakuwa yauma, masiri yao kurudi kwao itakuwa hii yauma tashaqqaqu al-ard, siku ya mlipuko mkubwa, siku ya zilzal, siku ya mpasuko ardhi. Siku hiyo ndio siku kupigwa barugumu. Siku hiyo mbio, ndio kama tulivyosoma kule, wanakuja zao siraan, wanakuja wanatoka katika marqadina, katika malazo yetu tuliolala kwenye makaburi. Tusema man ba'athana min marqadina hadha ma 'ada ar-rahman wa sadaqa mursalun in kanat ila sayhatan wahida. ndio sayhani ismauna sayhata bil haqqi sayhatan wahida fa idahum jami'un fa hapo fa mote pale baina kupigwa bargumu na kufika katika ardhi mahshar. Hamna kwamba njia refu, petroli imekwisha, sio kitu gani, la, faidhahum jami'un, hakuna mmoja atakayepenya, msijaonekana, hamna nafasi katika chombo gani, hamna ndege wala rocket wala nini. Faidhahum jami'un ladaina, kwetu sisi, ladaina hapa ndio nakuja hashrun alaina, kwetu sisi, juu yetu sisi kukusanya, na kwa hivyo ladaina wanakuja tu, la muhdharun, watahudhurishwa. Faidhahum bisahira, watakuwa wamekaa katika ardhi hiyo ya mahshar. Kwa hivyo dhalika hashrun alaina yasir, utakuwa mkusanyo rahisi kwetu sisi. Nahnu a'lamu bima yaqulun, nahnu a'lamu bima yaqulun. Na huku mwanzo tulisema fasbir ala ma yaqulun, wala sema nini huku mwanzo? Tulisema nini? Kauli ya kwamba sisi tunajua, fasbir ala ma yaqulun. Ana hapa sasa wanasema nahnu a'lamu bima yaqulun, tunajua wanasema. Hatta dhununa anna Allah yakhfa alayhi shay, abadan, hakifichiki kitu kwake.
hal tadhunnuna anna Allah yakhfa alayhi ma yubayituna, wanaokaa wakipanga vitimbi vyao tokea siku za mtume anaambiwa hivyo na mpaka siku ya kiyama. Na tunaambiwa sisi waumini, mnafikiri kwamba Mwenyezi Mungu madhalim wanaopanga mambo yao yabayituna ma yubayituhu al-kuffar wal-fasada, wanaotaka kuifisidi ardhi na kufanya uharibifu, hawataka kufuata maamrisho ya Allah na kufanya wema na islah na kutengeneza katika ardhi hii. Mwenyezi Mungu anajua vipindi vyao vyote wanafanya. Al-ashrar, watu wanaokusudia shari katika miji mbalimbali kwa ajili ya miji au kwa ajili ya watu wema, basi al-ashrar Mwenyezi Mungu usifikirie kwamba Mwenyezi Mungu yakhfa alayhi shay'un abadan. Kila kitu anakidabbir na kutekeleza kwa hikma kubwa. Mwenyezi Mungu anasema katika aya, idh yubayituna ma la yardha min alqawl, wanakaa wakikesha kupanga mipango yao ambayo yasioridhisha kwa kauli zao wanazofanya na uamuzi wao wanatoa. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, ihata, bali Mwenyezi Mungu amezunguka kila kitu, yani anajua kila wanachokipanga. Mwenyezi Mungu anajua. Na ukiona neno idh yubayituna, wanapopanga mipango mizito mikubwa sana inafanya katika almabit, usiku, kesha, kimya, utulivu, hamna watu kuonekana nje kwenda huku na huku, wanakutana pale kwa siri. Kwa hivyo ukiona neno yubayituna, walmabit ni kukesha usiku, yubayituna wanakaa usiku kupanga miplani zote kubwa kubwa, usisikie bwana zapangwa time za usiku, kwa sababu leo utulivu na watu kwamba washughuliki na dunia, watu wamelala wote. Na ndio fanya tumika sana idh yubayituna wallahu yaktubu ma yubayitun. Mwenyezi Mungu anaandika yote mipango yao wanaoipanga, na kila anayekusudia kufanya uovu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo nahnu a'lamu bima, nahnu a'lam, sio na'lamu tunajua, a'lam tunajua zaidi, asirra wa akhfa, kila kitu tunakijua sisi. Nahnu a'lamu bima yaquluna, wanasema bimaana usema na vitendo vya pamoja. Wama anta alaihim bijabbar, wama anta alaihim bijabbar maana nini? Hapa Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake kwamba wewe ya Muhammad sio wewe wa kuwatawalia, kwamba watumilie nguvu ufanye unavyotaka. Hilo moja maana kwamba nini? Sija kutuma kwa sababu nini? Madhali nimekupa ukubwa tena ufanye unavyotaka tena, ufanye dhulma na kuonea na kufanya la maana alibi jabbar. Lakini maana hii mustabad, haijachukuliwa sana katika tafsiri kama kwamba nini, ma anta alaihim an tujbirhum ala al-iman, kwamba usiwajabir nani, usiwalazimishe katika nini kuchukua kufuata hii aya. Ndio kwa maana utaona aya nyingine nasema Mwenyezi Mungu, wama anta alaihim jabbar lasta tastati'a an tujbirahum, wazi laysa alayka hudahum, sio juu yako wewe wakiongoka. Alafu pia nini nasema lasta bimusaytir, sio lasta alayhim bimusaytir, sio wewe kusaitir kwa control na kuendesha. Naam, alladhi yughayyiru alqalb min alhala ila hala, mwenye kubadilisha nyoyo kutoka hali ya uovu kuja hali ya wema, kutoka hali ya kufuru kuja hali ya iman, mwenye kubadilisha. Mwenyezi Mungu, innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad, sio wewe unaweza kumuongoza unayempenda, lakini Allah yahdi man yasha, Mwenyezi Mungu anamuongoza yeyote anayemtaka. Wewe sema tu wewe dhakir, fadhakir bas, wewe waonye, wewe wakumbushe. وقل الحق من ربكم، وبيه الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن، فإنما عليك البلاغ، بس ما عليك إلا البلاغ، ويفكيش وجنبه وعلينا الحساب. يوتسيسي حسابي. نعم. أنا بلغ ما يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ufikishe ujumbe yale ulioshushiwa kutoka Mola wako. Wa in lam taf'al, kama hujafanya, fama ballaghta risalata, itakuwa hujafikisha ujumbe wake. Iko hujafanya, fa in lam taf'al, kama in sio idha. Idha yani kweli hakika utafanya. In pindipo kama utafikiria usifanye na najua kwa utafanya. Fa in lam taf'al
fama ballaghta risalata, itakuwa hujafikisha ujumbe wake. Wallahu ya'asimuka minan nas, Mwenyezi Mungu anakulinda na watu. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir, sio wewe wako control au kuwalazimisha, wewe huwezi kuwa nini kuwalazimisha. Naam, kwa hivyo aya inamalizia hapa kusema nini? Wama anta alayhim bijabbar fadhakkir bilquran, fadhakkir bilquran man yakhafu wa'id, mkumbushe kwa Qurani yule mwenye kuogopa onyo langu. Fadhakkir bilquran man yakhafu wa'id, asli ya neno man yakhafu wa'idi, onyo langu kali. Na hii wa'idi hudhifat ya almutakallim, ya hiya yule mwenye msemaji. Wa'idi onyo langu mie, kalamu yangu mie, ya almutakallim naitwa hii, ya yule msemaji. Imekuwa kwa ajili ya takhfifan na kufuata kwa ukhafifu. Mara nyingi utaona lakum dinukum waliyadini, lakum dinukum waliyadin, kwa takhfifu umeondosha ye. Wa idha maridtu fa huwa yashfini. Uslub Mungu ametumia sana kuonesha balagha ya lugha Arabia, balagha ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yake. Man yakhafu wa'id. Kwa hivyo tubaligh, fadhakkir bilquran, hadha huwa dawruk, hii role yako, hii ndo kazi alokupa Mola wako. An tubaligh wa tudhakkir wa tubayyin, wakumbushe, ufikishe ujumbe. Naam, atlu lahum alquran, wasome Qur'an, wafahamishe makusudi ya Mwenyezi Mungu, halafu wachie Mwenyezi Mungu. Wa hiyo ndo kazi yako kubwa. Faman yakhafu nini? Fabaligh bilquran man yakhafu wa'id, mwenye kuogopa wa'id. Alikuwa Qatada akiomba dua yake katika jua, kwa akiomba sema Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idak, tujalie miongoni mwa watu ambao ni wenye kuogopa onyo lako kali. Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idak wa yarju maw'udak, na wenye kutegemea na kutamani na kutaraji kupata yale ulioahidi, pepo na starehe za peponi. Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idak wa yarju maw'udak. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam.